Wakati tulipokuwa tukimtazama Emmanuel Mlundwa, miongoni mwa magwiji wa mchezo wa ndondi hapa nchini, katika simulizi yake alimgusia pia Sunday Manara. Sote tunafahamu kwamba Sunday Manara alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu ambao wameitangaza kweli kweli Tanzania katika mchezo wa soka, wakati ule akiitwa kompyuta, wakati huo ambako wengine hatukuwa tumezaliwa na wengine waliokuwa wamezaliwa hata hiyo kompyuta sidhani hata kama walikuwa wakijua ni kitu gani. Ni nani Sunday Manara? Embu tumtazame japo kwa uchache katika makala hii fupi. Sunday Manara alifahamika kwa jina la utani kompyuta. Ni jina kubwa mno katika historia ya soka Tanzania. Alitajwa na wachezaji wenzake na zama zake na hata mashabiki kwamba alikuwa na kipaji adhimu pamoja na umahiri wake wa kisoka, lakini Sunday Manara hakuwepo kwenye kikosi cha kwanza cha Taifa Stars kilichocheza fainali za kombe la mataifa Afrika mwaka 1980 nchini Nigeria. Je, unaijua sababu? Mwaka 80 ndio miaka ya mwisho namalizia mpira kucheza, na bahati nzuri wakati ule niliitwa kambini, nilichaguliwa katika timu ya kambini ya kwenda Nigeria bila shaka, lakini wakati huo nilikuwa tayari nishakuwa professional na regulations zile hazikuwa sahihi sawa. Yani ilikuwa mtu unaweza kucheza mpira Ulaya ukacheza mpira Afrika, kulikuwa hamna usimamizi madhubuti wakati huo. Licha ya kuwa slot ya kwenda katika World Cup nchi za Afrika ilikuwa ni ndogo sana. Huko nyuma ilikuwa ni nchi moja tu inaweza kuchaguliwa Afrika nzima kwenda katika qualify World Cup. Alafu tukapanda zikafika 2, alafu baadaye zikafika 4. Nafikiri wakati sisi tunaanza kucheza, either ilikuwa timu zinazokuwa zinacheza mpira World Cup katika miaka 80, nafikiri zilikuwa 4 kama sikosei. Sasa sisi Tanzania haikuwa rahisi qualify kwa wakati ule na mazingira yale timu za Afrika qualify. Kulikuwa ni timu kama Misri, Morocco, ndio zilikuwa maarufu sana Nigeria. Na hiyo mwaka ambao mara mwisho nilichaguliwa, nilikuja nikapigiwa simu kurudi Uholanzi haraka iwezekanavyo, kwa sababu wale professional kulikuwa na regulations za kuweza kunilinda mimi kisheria, kwa hiyo lazima niondoke. Lakini kempu Ngulani kwa maandalizi ya World Cup nilikuwa nimechaguliwa. Sunday Manara aliporejea Uholanzi katika klabu yake ya Heracles Almelo, alifuatilia fainali za AFCON, wakati huo fainali za kombe la mataifa huru ya Afrika kupitia televisheni na radio. Japo TV yenyewe wakati ule haikuwa ni muonekano kama tulikuwa nao sasa hivi hapa. Sana ilikuwa ni katika radio. Lakini ni matangazo yalikuwa yanakuja baada ya matukio kufanyika. Mbali na fainali za mwaka 1980 nchini Nigeria, Taifa Stars pia imeshiriki fainali za AFCON mwaka 2019 nchini Misri na mwaka 2023 nchini Ivory Coast. Wakati huo pia imefuzu fainali za mwaka huu 2025 nchini Morocco, ikiwa imepangwa kundi C pamoja na Nigeria, Tunisia na Uganda. Maendeleo ya mpira kwa sisi yanaleta matumaini, kwa maana kuna mabadiliko ambayo yanaonekana huko tulikotoka na sasa hivi kuna tofauti, lakini bado hatujafikia shabaha ambayo tunatakiwa tuifikie, kwa maana kwamba tunatakiwa tuonekane na sisi tupo juu zaidi kuliko hivi tulivyo. Na njia ambayo ningeshauri mimi ifanyike katika mchezo wa mpira, si mchezo wa mtu mmoja, ni wa sisi watu wote. Kuna wachezaji wanaocheza uwanjani, kuna viongozi wanatongoza, kuna serikali inayosimamia, na kuna wapenzi wanaofuatilia mchezo uwanjani katika viwanja vya mpira, na kuna wengine wanasikiza katika radio. Sisi wote ni washikadau. Ingekuwa busara sana kama tungekuwa na uwezo wa kukaa jukwani pamoja, washikadau, wachezaji mpira, viongozi na washirikisho wa serikali, tuyazungumze mapungufu tuliokuwa nayo, kwa sababu hili ni jambo la utamaduni wa kiustaarabu, kuona kama tupeane mawazo mbalimbali, tujadiliane, kwa sababu sisi wote ni washikadau. Mpira si mchezo wa Sunday Manara tu kwa kuwa mchezaji mpira wa zamani au Winzuberi mtangazaji, ni wa sisi washikadau wote.
Unaonaje kama tukiweka jukwaa la majadiliano kwa njia ya heshima na adabu, bila bwana kuzoana au kutupiana lawama, tutoke chini huku kwenye kulaumiana, tuende kwenye sura ya ustaarabu wa kujenga, na ndio njia ambayo pekee inaweza kusababisha tukapata elimu zaidi ambayo tunahitaji katika mpira wetu. Katika fainali zote zilizotangulia, Taifa Stars imekuwa ikitolewa hatua za makundi tena bila kushinda mechi hata moja, wakitoa sare na kufungwa. Mwaka 1980 walifungwa mabao 3-1 na Nigeria, mabao 2-1 dhidi ya Misri, pamoja na sare ya bao 1-1 dhidi ya Ivory Coast. 2019 walifungwa mechi zote, mabao 2-0 dhidi ya Senegal, mabao 3-2 dhidi ya Kenya na 3-0 dhidi ya Algeria. Wakati mwaka 2023 walifungwa mechi moja tu, mabao 3-0 na Morocco, na sare ya bao 1-1 dhidi ya Zambia na 0-0 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Sunday Manara alizaliwa Novemba 23 mwaka 1952 huko Kigoma. Baada ya kufanya vizuri akiwa na klabu yake ya Yanga na Pan Africans, akaenda kuweka rekodi ya kuwa Mtanzania wa kwanza kucheza soka la kulipwa aliposajiliwa na Heracles Almelo ya huko Uholanzi mwaka 1977. Watanzania hatuko nje ya ulimwengu uliokuwa zamani, tumetengwa. Wachezaji wetu ndio wale wale wanacheza klabu bingwa. Tunao kutoka Nigeria, kutoka Ivory Coast, kuna kutoka nchi mbalimbali. Television za mechi zao tunaziona kila siku na wao wanaziona za kwetu sisi. Hakuna hofu iliyokuwa kama ile ya zamani. Mtu akitoka West Africa unamwona tayari maana yake amekushinda. Hapana, sisi hatuko hivyo sasa hivi. Sasa hivi sisi tunaenda kucheza mpira na mtu yote wa nje, na kila siku tuna wageni wanacheza katika nchi yetu hapa wako. Kwa hiyo ni swala la kukaa Watanzania tujipange kwa njia ya mjadiliano, ili namna gani mapungufu yetu tuyarekebishe. Lakini hatuna hofu ya kuwa bado wanacheza na Tunisia au wanacheza na Morocco. Tumeona sasa hivi Yanga wametoka juzi Tunisia, Simba wametoka sijui Angola, na wengine wamekwenda sijui West Africa, na wengine tunawapa hapa nchini kwetu. Kwa hiyo hii hofu haipo. Na labda tunachoshindwa kwetu sisi ni namna gani tunashindwa kujadiliana na kuona mapungufu yaliyokuwepo. Hii ndio njia sahihi ambayo Watanzania tunataka tuichukue, turekebishe mpira wetu. Kwa sababu mimi ninachokijua sio unachokijua wewe. Wewe unachokijua mimi sikijua. Lakini tuzungumze kwa njia ya kiungwana na ustaarabu, sio kumtia lawama labda mwenyekiti wa chama cha mpira au waziri au labda kiongozi fulani. Tujadiliane. Tukeni jukwaa, karibisheni watu tuzungumze, tupeni elimu. Baadaye gwiji huyo na baba wa afisa habari wa zamani wa klabu za Simba na Yanga, Haji Sunday Manara, alicheza klabu za New York Eagles ya Marekani, Dasanville ya Austria, pamoja na Al Nassr ya Dubai ya Falme za Kiarabu, UAE. Pamoja na yote, Sunday ambaye kaka yake ni Kitwana na mdogo wake Kasim, wote walicheza soka kwa mafanikio makubwa. Anasikitishwa mno na desturi ya wachezaji wa zamani kutothaminiwa nchini, kiasi hata kulipishwa fedha za kuingia uwanjani kuangalia mechi. Ni kweli kuna masikitiko makubwa sana kwa wana michezo, legend waliofanya vizuri katika taifa hili, na si wana michezo wa mpira peke yake, ni michezo yote, na hata si michezo peke yake vile vile. Hata watu waliofanya katika jamii yetu, walotumikia taifa hili kwa uzuri, kwa ubora, kwa nguvu zote za kujenga, wanapokuwa wanaondoka katika jukwaa la ubora wao, huwa wanadharaulika sana na wanakuwa hawapewi hadhi stahiki, kiasi cha kwamba vizazi vinavyokuja vinaanza kujiuliza, hivi jamani, yule ndo Sunday Manara kweli kafanywa hivi? Kwa sababu mtu amecheza timu ya taifa, amekuwa captain miaka labda 10, 15. Tanzania hii leo akienda uwanja wa Taifa haruhusiwi kuingia mpirani. Hamna utaratibu tulioweka kwa chombo ambalo amekiangaikia kama captain miaka 10, 15, wakati ameingia uwanjani akitetea taifa hili tumbo wazi mbele rais na wageni rasmi. Nakumbuka mimi bwana, mwaka kama sikosei 73 tumekaa Mgulani tumbo wazi, hata jezi hatuna. Nyerere mgeni rasmi na Nimeri wa Sudani, tumelazimika kuja tumbo wazi kuja kusaidia taifa letu.
Leo wamekuja viongozi wa chama cha mpira, wanatujua sisi watu wote, sio kama wajui. Viongozi wa taifa wapo, wanajua namna gani utumishi wetu ulivyotukuka kwa wao. Basi hata uwanja wa mpira tusiruhusiwe kuingia. Sasa hivi kuna mapesa yanapewa chungu zima chama cha mpira. Wachezaji waliotumikia miaka hii, wengine wagonjwa, hali zao duni, wanashindwa hata kuitwa kuzungumza. Sio wote timu ya taifa utaweza kuwachukua, lakini kuna watu walifanya vizuri, wanastahili kuwa mfano katika jamii inakuja. Wanachukuliwa viongozi wa chama cha mpira vya hali ya juu, sasa watu ambao hawagusa mpira, wengine walikuwa mkuu wa mkoa, wengine walikuwa katika nafasi mbalimbali za mashirika mbalimbali. Hii sio sahihi. Hii maanake tunaibomoa nchi yetu wenyewe. Tunazalisha chuki ya mpira wakati haistahiki kuwepo na chuki, ni burudani tu. Kwa hili mimi naomba liangaliwe kwa upana. Ni kwamba kwanza ni fedheha bwana, kwa vizazi vinavyokuja vikimwona mchezaji mpira waliokuwa ndio mfano wao, sasa hivi anaadhirika na viongozi wa mpira mko pale. Mahojiano hayo maalum ama makala hiyo maalum ya mahojiano ya Sunday Manara inanikumbusha kile ambacho nilikifanya na Aisha Masaka katika programu yetu ya Outside the Pitch. Nilimuuliza swali Aisha Masaka, Sunday Manara ni nani? Badala yake akanitajia Haji Sunday Manara.